Kwa mujibu wa mafundisho ya imani za Kiislamu ni kwamba Muislamu anatakiwa aisome Qur'ani katika lugha yake halisi ya Kiarabu. Na hii inatokana na imani kwamba Mungu, yani Allah, yeye anazungumza lugha ya Kiarabu, na pia kwamba Muislamu ili aweze kupata baraka katika kusoma hii Qur'ani ni lazima isome katika lugha ya Kiarabu, na pia kwamba inaaminika katika mafundisho yao kwamba maana halisi ya Qur'ani utaipata tu pale unaposoma Qur'ani katika lugha ya Kiarabu. Na iko vile vile katika kufanya ibada zao, sala na vitu kama hivyo, na kufanya dua, kawaida huwa wanafanya vyote hivyo, wanasisitizwa kwa nguvu sana kwamba wafanye vyote hivyo katika lugha ya Kiarabu. Kwa upande wetu sisi Wakristo haiko hivyo, kwa sababu kwa muda mrefu sasa Wakristo tunasoma Biblia katika lugha zetu, kwa mfano Kiswahili, hata Kichaga, kuna kwa mfano tafsiri za Biblia katika hata Kinyakyusa, Kiingereza na lugha nyingine nyingi duniani, na mradi huu wa kutafsiri Biblia umekuwa endelevu mpaka sasa. Hata hivyo, hili halitoki kwa bahati mbaya. Tunaweza kusoma katika Biblia, tunaona nini kinapelekea huko. Tusome kwanza neno kutoka kitabu cha Mwanzo sura ile ya 11 mstari wa 5 mpaka ule wa 8. Nasema hivi: Bwana akashuka ili aone mji na mnara uliokuwa kiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Neno hili kwanza linapelekea kufahamu kwamba lugha zote asili yake ni Mungu, na zilitokana na pale ambapo wanadamu walifanya ukaidi, na kwa kuwa na kiburi chao wakataka kujenga mnara mrefu wakiamini kwamba wataweza kumfikia Mungu, wafanane na Mungu. Ndipo Mungu anakuja anawavurugia mpango ule kwa kuwekea lugha nyingi. Tukasome sasa neno jingine kutoka katika Agano Jipya. Tunasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 4 mpaka wa 8. Unasema hivi: wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu watawa, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano yalikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Naam, maneno haya mawili na kusomea ili uelewe chimbuko la hizi lugha, na kwa nini mwanzo huko Mungu anatumia lugha kuwatawanya wanadamu, lakini huku mwishoni, baada ya wokovu, baada ya kazi ya wokovu inakamilika kwa Bwana Yesu Kristo kufa na kufuka msalabani. Na hapa ni tukio hili linatokea siku ya Pentekoste, pale ambako Bwana Yesu ameshapaa mbinguni na Roho Mtakatifu anawashukia hawa mitume, wanaanza kunena katika lugha mbalimbali. Mataifa waliokusanyika pale wanaweza kusikia katika lugha zao tofauti. Mungu anatoa ishara kwamba sasa kwa kupitia Roho wake Mtakatifu anawakusanya wanadamu wote bila kujali lugha zao na taifa zao. Maana yake wokovu uko wazi, na Roho Mtakatifu anafanya kazi katika kila taifa na katika kila lugha. Sasa hili ndio chimbuko la kwa nini sisi Wakristo tunasoma Biblia katika lugha yoyote ile, alimradi tu ile tafsiri iwe yenye kusadikika. Na ndio maana tafsiri hizi za Biblia hazifanywi na mtu mmoja toka peke yake. Inakaa jopo la wataalamu wa kutafsiri kwa umakini kabisa, kuhakikisha kwamba tafsiri hizi hazileti upotofu. Na hii ni kujaribu pia kumfanya Mkristo mwenyewe anapokaa anasoma neno analielewa kwa undani, na Roho Mtakatifu anamsaidia kupata maana halisi na kumfunulia yale ambayo Mungu amekusudia kumfunulia kila mmoja. Na hapa ndipo tofauti kubwa, mojawapo tofauti nyingi ambazo tunazo baina ya Wakristo na Waislamu. Nikutie moyo ndugu yangu Muislamu kwamba huyu Mungu aliyeumba lugha, huyu Mungu aliumba wanadamu wa kila namna, kila rangi, kila kabila, hawezi kukubagua kwa lugha yako. Unaweza kwenda mbele yake ukazungumza naye kwa lugha yako na ukamweleza lote ulilonalo moyoni mwako kwa waziwazi kwa kutumia lugha unaoijua, na sisi tunaamini kabisa Mungu anakusikia. Na Bwana Yesu Kristo
ndio aliyeleta yote haya kwa kutumia Roho wake Mtakatifu aliyemtuma siku ya Pentekoste. Nikutie moyo, usiwe na hofu. Kwako mbele ya Mungu lugha yako ina thamani. Wewe una thamani zaidi kuliko lugha unayoitumia.